tunaendelea vizuri. Mungu atatusaidia asubuhi ya leo. Tunaendelea kuangalia ujio wa Roho Mtakatifu kama vile ilivyoandikwa wakati Yesu kabla hajazaliwa, na vile Roho Mtakatifu pia alitembea pamoja naye. Ndio mambo tunaangalia. Jana tuliangalia kwamba Roho Mtakatifu huyu ndiye aliyeshuka, alimjaa Yesu, kaanza kumuongoza. Kwa hivyo unaposoma habari kamili za Yesu, unaguza Roho Mtakatifu. Jambo lolote ambalo wewe mwenyewe, na Yesu alimtukuza sana Roho Mtakatifu. Asubuhi ya leo tunaenda katika pointi hiyo, katika hiyo mtiririko. Andika pointi inayofuata: Yesu Kristo ndiye aliyeweza kwamba baada ile kuwezeshwa, na neno linasema kwamba na Yesu baada ya kupelekwa hekaluni amethibitishwa katika desturi kama zilivyokuwepo. Aliona bado haitoshi, akaanza kusema ni kwa nini yeye yupo duniani. Na Biblia inasema kwa mara ya kwanza Yesu ameingishwa hekaluni kama vile ilivyo hivi sasa, na watu wamekaa. Na neno linasema wakati watu wamekaa, basi kama desturi yao wakamletea, Kiswahili inaitwa Kiswahili inaitwa gombo. Yes, gombo unajua ni ile scroll. Unajua scroll wenzetu masomo yao ilikuwa hivi. So gombo maana yake ile ni scroll yaliandikwa kitaratibu. So Yesu amesimama, kulikuwa I think ni vile kama vile inakuwa bungeni ile. Sasa umeanza kuelewa kama vile bungeni. Kwa hivyo yeye amesimama, ameletewa nini? Gombo. Na Biblia inasema ile gombo aliyewekewa pale mbele, akafunua ile gombo. Ilipofunuliwa hapo, akaweka macho yake pale, akakuta kuna kitu kimeandikwa juu yake. Na hayo ndio maandiko aliyasoma tu peke yake katika taarifa zote. Kwa mara ya kwanza amesimama, watu amsikilize. Ushawahi kufanya kitu kwa mara ya kwanza na haujui kitakwendaje, watu watakisikilizaje, alafu wamekupa ya kwamba ukieleze. Kwa hivyo hakuenda kwenye Biblia nzima, alipewa gombo. Na haya ndiyo yanayofuata aliyoyasoma. Tuyasome wote. Luka mlango wa 4 na mstari wa 16. Luka mlango wa 4 na mstari wa 16. Kabla tujafika kwa hiyo Isaya, haina shida. Luka mlango wa 4 na mstari wa 16. Neno la Bwana linasema, and he came to Nazareth where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. Akaenda Nazareth, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika synagogue kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. So Jesus alijua kusoma, na mtu asema amen. Yesu alijua kusoma. Usifikiri Yesu alikuwa mjinga, alijua kusoma kweli. Na hebu imagine, anapewa vilivyoandikwa kabla ya yeye, anapewa
kile kilichotabiriwa kabla yeye. Kasoma vyema. Kusoma, unajua wakati mwingine ukiwa mvivu wa kusoma vitabu, kuna vitu hautajua ni vitu gani viliandikwa juu yako. Wakati mwingine unapozembea kusoma, kuna Roho Mtakatifu hatafanya kazi, maana vingi vilivyoandikwa kwenye neno vimeficha uwezo wa Roho Mtakatifu. Na Biblia inasema Yesu kasoma. Mstari wa 17 inasemaje? And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa. English, Biblia inasema, na mtu aseme amen jamani. Akapewa hiyo book, English inasema book, Kiswahili inasema scroll, na Biblia inasema akavuta mahali iliyoandikwa kumhusu yeye. Akakuta kumbe nabii Isaya aliwezeshwa kutabiri mambo ya Roho Mtakatifu juu ya huyu atakayekuja. Na hapo ndio Biblia inasema macho yake yakaanza kusoma yale ambao yaliandikwa na Roho Mtakatifu kwa kinywa cha nabii. Uelewe, ndani ya Pentecost maombi yako mengi, kuna andiko liliandikwa juu yako. Na kuambia kuna andiko liliandikwa juu yako. Kama macho yako yatatafuta vyema, ile andiko lazima limetimie kwa jina la Yesu. Kuna mengi watu wanataka kufanya nje ya maandiko, but I believe hakuna kitu Mkristo anaweza akakifanya nje ya maandiko ikatimia. Lakini kama macho yako yatakuwa makini, na ndio naona hata Joshua aliambiwa na Bwana, na sasa wewe uwe makini, macho yako yasiondoke katika haya mambo ya sheria, yatafakari usiku na mchana, ndivyo utakavyofanikisha mambo yako. Ninaomba katika hii Pentecost tusiwe wavivu wa kusoma Biblia. Tusiwe wavivu wa kusoma neno la Mungu aliye hai. Tusiwe wavivu ya kusoma. Tafuta kilichoandikwa juu yako wewe. Kila mtu kuna cha kwake kwenye Biblia hii. Ana mtu asema amen jamani. Uenda usiisome yote, na Yesu hakusoma Bible yote. Alisoma yaliyomhusu. Alisoma yaliyohusu Roho Mtakatifu juu yake. Alisoma, na aliposoma akakuta kuna mambo ya ajabu nabii Isaya aliyatabiri enzi hizo, ambayo inayohusu Roho Mtakatifu juu ya mission ya ujio wake. Akayakuta kwenye mstari wa 18. Tusome wote. Mstari wa 18 inasemaje? Inasema hivi, ndiye akakuta yaliyoandikwa juu yake. And the Spirit of the Lord is upon me. Ajabu. Ajabu. Huyu Roho ambaye wewe unayetaka alikuwepo. Alitabiriwa sana na nabii. Yesu ameshangaa, anasema and the Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Kiswahili nasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha uhuru waliosetwa. Na mtu aseme amen. Mtu aseme amen. Na nitakwambia baada ya Yesu kusoma hayo mambo alifanyaje. Roho Mtakatifu, tunaangalia Yesu anamtangaza kama ndio huyo yeye anayemwezesha kufanya haya yote. Na yaliandikwa na nabii, yalitabiriwa na nabii, kwamba huyu Roho Mtakatifu wa Bwana anapokuja juu ya mtu, ana mission ya kukuwezesha wewe. Ana mtu asema amen jamani. Kuna jukumu ambao Mungu anaona, ambao wewe unamhitaji Roho kuliko vyote. Na ndivyo mwana wa Mungu alivyo.
akaona mambo ya ajabu sana, na nitakutajia kama ilivyoandikwa pale. Kitu cha kwanza, andika neno la Bwana linasema Yesu sasa anamtangaza huyu Roho ambaye uwezeshaji wake juu yake. Neno linasema alimtangaza ya kwamba yeye ndiye anamwezesha kumtia mafuta. Unajua Roho Mtakatifu ana mafuta yake, na mtu asema amen. Mimi saa nyingine huwa naangalia Roho Mtakatifu ni kama unanunua gari, na gari haliwezi likaenda bila oili, bila mafuta. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ni mafuta ya Mkristo akiokoka. Yaani manake ukiokoka kuna vitu vingine vinaanza crack. Nikuulize swali, nani amepaka mafuta siku ya leo? Inua mkono. Hata mimi nimepaka. Kwa nini umepaka mafuta? Si unijibu wewe, vipi hukuwa rohoni? Kwa nini umepaka mafuta? At least unataka mwili wako uende smooth, ni kweli? Kwa nini hujawacha? Kwa sababu mafuta ni ya muhimu. Na mtu asema amen jamani. Kwa hivyo Biblia inasema Yesu anamtangaza Roho Mtakatifu ya kwamba yeye ndiye anayemtia mafuta. Na mtu asema amen jamani. Yeye ndiye anayemtia mafuta, na ni ukweli, kwa sababu imeandikwaje kwenye Matendo ya Mitume 10:38. Neno la Bwana linasemaje? Kwenye Matendo ya Mitume 10:38, neno la Bwana linasema hivi ya kwamba how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. Neno linasema habari za Yesu wa Nazareth, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Alimtia nini? Nguvu kwa mafuta Roho Mtakatifu, naye akazunguka huku na huku akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Na mtu aseme amen. Katika kiroho tuna mafuta yake. Safari hii tunaitembea kama vile unatembea nini, ndio kiroho ilivyo. Yaani unapoamka unaanza kutembea, unahitaji mafuta ya Roho Mtakatifu. Na Yesu aliona, na Mungu ndiye alifanya hiyo kazi. Kwa hivyo Roho Mtakatifu akishuka juu ya mtu, anamwezesha kutembea bila kuweka ajali za kiroho. Anamwezesha kutembea bila kutokuwa na shida katika mambo ya kiroho. Do you know why? Kwa sababu hiyo ndio mafuta ya Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Na hakuna mtu ambaye anaweza akatenda kazi za ufalme bila mafuta ya Roho Mtakatifu. Tunayahitaji. Kwa hivyo Roho akija ana faida sana. Ana mtu asema amen jamani. Na haya ndio mafuta tunaitumia hata sisi kuhubiri habari njema. Haya ndio uwezo unayotoka juu mbinguni. Na Yesu alimtangaza, kwa hivyo kusudi lake Yesu akasema huyu Roho ndiye anayemtia mafuta, ndiye anayemwezesha. Na Biblia inasema katika ile kuwezesha, akaangalia akienda akiponya wale wote ambao waliokuwa wameonewa. Kwa hivyo kusudi lako wewe asubuhi ya leo, ili Roho Mtakatifu afanye kazi, elewe ya kwamba yeye ndiye anayekutia mafuta, yeye ndiye anayekutia nguvu. Unapoamka anakuwezesha na kuwa mwepesi, ule ugumu unaondoka. Na mtu aseme amen jamani. Hata kama shetani alikuwa anataka kukusumbua, mwambie shetani, nina mafuta ya Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Unakumbuka kwa Biblia hata inasungumza juu ya wale mabinti 10, 5 walikuwa na mafuta na wengine walikuwa hawana. Ana mtu aseme amen jamani. Maana yale mafuta ndio iliyowawezesha kumsubiri kuja kwa Yesu. Wakapata wengine hawana. Ninaomba kwenye hii Pentecost hatutakosa mafuta ya Roho Mtakatifu ndani ya maisha yetu. Na mtu aseme amen. Usichoke kwa jina la Yesu. Wacha Roho Mtakatifu akutie mafuta ya ajabu sana. Wacha Roho Mtakatifu afanye kazi ndani yako. Haya ni mafuta yanayotoka juu, sio kama yale ambao tunayouzia na watu kibiashara. No, God does not do a business
na mafuta ya ajabu. Roho Mtakatifu ndio mafuta ya Mungu aliye hai. Na mtu asema haleluya. Sema haleluya jamani. Yesu akasema Roho Mtakatifu amenitia mafuta. Jambo la pili andika. Na hivyo sasa unaelewa kusudi. Unaelewa kusudi la kupokea Roho Mtakatifu. Akutie mafuta, uwe na nguvu ya kufanya miujiza, uwe na nguvu ya kutembea, uwe na nguvu ya kuendelea katika hii safari. Jambo la pili andika, mission sasa. Yesu anatangaza mission ya Roho Mtakatifu juu yake kwa ile andiko lile. Tunarudi pale pale. Ile Luka 4:18. Mission yake, jambo la kwanza akasema ya kwamba mission ya Roho Mtakatifu juu yake sasa ni kumwezesha kuhubiri habari njema. Kuhubiri habari njema. Biblia inasema hivyo. Jambo la pili, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini kitu inaitwa nini? Habari njema. Na unajua watu wanafikiri eti ya kwamba Yesu alitumwa tu kwa maskini. Haisemi hivyo. Unajua, ushawahi kuona, na mimi nataka kuambia kweli, ushawahi kujua kwamba hakuna mtu aliye maskini kwa vitu vya kiroho kama tajiri. Na ukitaka kubisha, angalia wote Yesu aliyowaendea ni matajiri tupu. Ungesema amen wewe. Narudia, hakuna mtu aliye maskini kwa vitu vya kiroho kama tajiri. Kwa sababu matajiri wengi hawana muda wa kusoma, hata wengine hawana muda wa ibada, hata wengine hawana muda wa vipindi. Yani anapoamka anawaza utajiri wake, anawaza magari, sijui mangapi amegongana, sijui ni taarifa gani mbaya. Hana muda, maskini huyo. Kwa hivyo anapotembea maskini kweli. Hata ukimwambia, mimi nakwambia kweli, nitie hapa tajiri mmoja tu ambao anatembea, mwambie nimpe hii Biblia, nikimpa hata isoma. Kwa nini? Hawezi akaelewa, maskini rohoni huyo. Vya dunia anaviweza, lakini vya roho hawezi. Na ukitaka kuwa mbishi, ndio Biblia inasema kwa nini Nikodemu mtawala tajiri alihangaika usiku wote. Biblia inasema kwa sababu alikuwa maskini rohoni. Alihangaika sana kumtafuta Yesu, mchana kamkosa. Akasema hata kama ni usiku namtafuta. Masikini huyo anataka saidiwe na injili ya ufalme. Ninaomba mafuta yetu. Na mtaseme amen. Kuna matajiri wanakusubiri. Na ndio naona watu kama wakina Filipo ambao Roho Mtakatifu aliwashukia akawaelekeza. Anakuta litajiri linaenda Jerusalem kupeleka mali. Litajiri linasoma halielewi, linasoma kilichoandikwa kwenye chuo cha nabii Isaya. Roho Mtakatifu akamwambia karibia hili gari, hili ni tajiri masikini hili. Akakaribia ile gari, likaingia mpoa. Akamuuliza, mzee vipi wewe na utajiri unasoma? Anasema bwana, nasoma sielewi mpaka nipate. Na mtu asema haleluya wewe. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Biblia inasema, Yesu akasema amenitia mafuta kuhubiri habari njema kwa maskini. Naomba Mungu matajiri wote wa Dar es Salaam waokoke kwa jina la Yesu. Habari hii inawahitaji kila mahali walipo. Na ndio naona ya kwamba ukipewa nafasi hii itumie vizuri sana. Kitu kingine, Yesu anasema kazi ya Roho Mtakatifu amenituma kuwatangazia wakina nani? Wafungwa kufunguliwa kwao. Ndio Biblia inasema Roho Mtakatifu alimwezesha. Unajua ya kwamba kuna vifungo vingi sana vya elimu mbalimbali duniani. Kuna wengi wamefungwa na elimu yao. Kuna wengi wamefungwa na ujuzi wao. Kuna wengi wamefungwa na professional yao. Na ndio neno linasema, Yesu akasema amewezeshwa na Roho Mtakatifu ili kuwafungua mateka. Kuna watu wametekwa na injili mbalimbali. Kuna watu wametekwa na mafundisho mbalimbali. Na Roho Mtakatifu atatuwezesha. Hata leo, uelewa hivi, hata ukisimama kuhubiri, ujue unahubiria mateka wengi. Wengi wametekwa na dini zao. Wengi wametekwa na fundisho lao. Wengi wametekwa na elimu mbalimbali ya kuzimu.
Wengi wametekwa na elimu mbalimbali isiyo ya maana. Wengi wametekwa, na ndio unaona kila mahali kuna makampeni mengi. Unakuta mtu ni kama analiweka jukwaa la kuhubiri, kumbe anaweka jukwaa eti la kumjadili Yesu na dini yake. Sio ni mateka ya ajabu sana? Na anaanza kutangaza tu, namna Yesu akasema wao ndio lazima tuwahubiri. Tuhubiri Roho huyu Mtakatifu atatuwezesha. Hata kama walifungwa na dini zao na elimu yao, tutawafungua kwa jina la Yesu. Ana mtu asema amen jamani? Na haya ndio watu ambao Yesu alikabiliana nao. Alikabiliana na Mafarisayo na Masadukayo, watu ambao walikuwa na mateka wengi, mambo soma hiyo yote imeandikwa. Na neno lingine nasema alimwezesha ili ya kwamba kufungua macho ya vipofu. Hakuna vipofu ambao Yesu aliyowazungumza kama Mafarisayo. Walikuwa wanajifikiri wana macho, kumbe ni vipofu kweli. Walikuwa wanafikiri wanaona, kumbe hawaoni. Biblia inasema hata kuganga waliovunjika mioyo. Yesu ni ajabu sana. Injili yake inazidi mambo ya nje, iliangalia mambo ya ndani ya maisha ya binadamu. Na asubuhi ya leo ninaomba Mungu aliye hai, Roho Mtakatifu ashuke ndani yetu, atuwezeshe kuangalia zaidi, atuwezeshe kuona zaidi, atuwezeshe kutafakari zaidi. Unapotembea usiona watu vile walivyo. Kuna watu wana vifungo mbalimbali, na ndio maana unajazwa Roho Mtakatifu. Nasema ndio maana unawezeshwa na Roho Mtakatifu. Nasema ndio maana asubuhi ya leo tunawezeshwa katika jina la Yesu. Na jambo la mwisho ambao Yesu alisema haya maneno, na tutaenda kumalizia hapo mstari wa 20. Biblia inasemaje? Pamoja na hiyo alipewa uwezo wa kutangaza, kuhubiri mwaka uliokubaliwa wa Bwana. Aliwezwa uwezo wa kuweza kuachilia mateka huru. Mstari wa 20 neno linasemaje? To preach the acceptable year of the Lord, kuhubiri mwaka uliokubalika wa Bwana. Alipewa huo uwezo. Ndio Roho Mtakatifu ametuwezesha. Jamani, unajua kuna mwaka uliokubalika wa Bwana? Unajua kuna mwaka uliokubalika wa Bwana? Na huo mwaka ungelijua ni mwaka upi, utahubiri Injili. Ungelijua huo ni mwaka gani, utatangaza habari njema. Roho Mtakatifu haji kwa mission church, anajua there is the year of the Lord. Kuna mwaka wa Bwana. Na kumbukeni the Bible, Biblia inasema siku moja ni sawa na mwaka moja, na mwaka moja ni sawa na siku moja, na siku moja ni sawa na mwaka moja. Kwa hivyo tunapotangaza habari, tunatangaza mwaka wa Bwana. Tunapotembea habari, natangaza mwaka wa Bwana. Unaishi na mwaka wa Bwana wewe. Hubiri habari njema, ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Na zaidi ya yote mstari wa 20 Yesu alisoma akafanyaje? Mstari wa 20 Biblia inasema kama ilivyoandikwa, and he closed the book and he gave it again to the minister and sat down, and the eyes all of them were in the synagogue were fastened on him. Inasemaje? Akakifunga chuo, akamrudishia mtumishi, akaketi, na watu wote waliokuwemo katika synagogue wakamkazia macho. Na mtu aseme amen. Na mimi pia ninafunga hiyo chapter hiyo, na jina la Bwana libarikiwe. Na mtu aseme amen. Sema amen. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Tunaenda kuliita jina la Bwana asubuhi ya leo. Sawa na mission ya Yesu ya Roho Mtakatifu, sawa na mission uwezeshaji wa Roho Mtakatifu, tunamhitaji sana. Yesu alimaliza, watu akamkazia macho. Naomba Mungu akuwezeshe siku ya Pentecost hii, Bwana afungue macho ya watu wengi. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. People will see you. Watu watakuona. Bwana atawezesha nguvu za ajabu sana. Mengi ambayo ilikuwa yanapita isikupite. Kinywa chako ni cha muhimu. Kinywa chako